bara lenye kiza. Hivi ndivyo wengi hupenda kuita, haswa katika masuala ya kimichezo. Leo niko hapa kukupa makala fupi ambayo inahusu Senegal dhidi ya Morocco, moja ya sakata kubwa ambalo linaendelea sasa hivi baada ya Morocco kukabidhiwa kombe la AFCON. Wengi wamejiuliza nini kimeangaliwa zaidi mpaka timu ya Morocco kukabidhiwa, wakati mchezo wa Senegal dhidi ya Morocco tuliona Senegal iliweza kushinda kwa goli 1-0 katika dakika ya nyongeza. Moja ya stori kubwa ambayo tumeipata ni kwamba baada ya Senegal kususa na kutoka katika mchezo huo kwa muda usiozidi au usiopungua dakika 17, mengi yameongeleka kwamba Senegal wamepewa adhabu kuchukuliwa kombe lake. Hii ni makala ambayo tumekuletea katika simulizi fupi lakini tamu inayohusu unyama na ukatili ambao Senegal amefanyiwa kama adhabu juu ya kile kinachosemekana alikosa nidhamu katika mchezo wa fainali. Usisahau kusubscribe, kubonyeza alama ya kengele na kuwa kwanza kupata habari na matukio mengi kupitia hapa ndani ya CWG Digital. Ninayekuletea simulizi hii ya makala ni mimi Chiwaga. Katika hali iliyozua mjadala mkubwa katika ulimwengu wa soka barani Afrika, taifa la Morocco limetangazwa rasmi kuwa mabingwa wa kombe la mataifa ya Afrika AFCON 2025. Baada ya shirikisho la soka Africa Confederation of African Football CAF kuibatilisha Senegal kama mshindi wa awali wa fainali hiyo. Awali Senegal ilikuwa imeshinda mchezo wa fainali kwa bao 1-0 dhidi ya Morocco katika muda wa nyongeza kwenye mchezo uliochezwa Januari 18, 2026 katika jiji la Rabat. Ushindi huo ulifanya Senegal kuonekana kama mabingwa halali, hasa baada ya kuonyesha kiwango cha juu katika mashindano yote bila kupoteza mchezo wowote. Hata hivyo, hali ilibadilika kufuatia tukio la utata lililotokea katika dakika za mwisho za muda wa kawaida wa mchezo huo. Wachezaji wa Senegal wakiongozwa na kocha wao Pape Thiaw walitoka uwanjani kupinga uamuzi wa mwamuzi aliyetoa penalti kwa Morocco. Kitendo hicho kilisababisha mchezo kusimama kwa takriban dakika 15, huku kikiibua maswali kuhusu nidhamu na uhalali wa malalamiko yao. Baada ya tukio hilo, suala hilo lilipokelewa katika kamati ya rufaa ya CAF ambayo ilifanya uchunguzi wa kina kwa kuzingatia kanuni za mashindano katika uamuzi wake uliotolewa Machi 17, 2026. Kamati hiyo ilibaini kuwa kitendo cha wachezaji kutoka uwanjani bila idhini ya mwamuzi ni kinyume na kanuni za mashindano, hususan ibara ya 82 na 84. Kwa mujibu wa kanuni hizo, hatua hiyo inachukuliwa kama kujitoa kwenye mchezo forfeit. Kutokana na uamuzi huo, matokeo ya awali ya ushindi wa Senegal wa bao 1-0 yalifutwa rasmi na badala yake Morocco ikapewa ushindi wa mabao 3-0 kwa njia ya mezani. Hivyo basi Morocco ikatangazwa kuwa bingwa wa AFCON 2025, ushindi ambao unaweka historia mpya kwa taifa hilo baada ya kusubiri kwa muda mrefu wa takriban miaka 50. Uamuzi huo umeibua hisia kali kutoka upande wa Senegal. Shirikisho lao la soka limelaani vikali hatua hiyo, likiutaja kuwa ni uamuzi usio na haki na aibu kwa Afrika. Shame of Africa aidha limetangaza nia ya kukata rufaa zaidi ili kupinga uamuzi huo, jambo linaloweza kuendeleza mvutano wa kisheria katika soka la Afrika. Kwa ujumla, tukio hili linaibua mjadala mpana kuhusu nidhamu ya wachezaji, mamlaka ya waamuzi na utekelezaji wa kanuni za mashindano katika soka la kimataifa. Pia linaonyesha namna maamuzi ya kisheria yanavyoweza kubadilisha historia ya mashindano hata baada ya matokeo kupatikana uwanjani. Mengi tumeona, lakini hili la Morocco kupewa
kombe kwa njia ya mezani limetengeneza taswira mpya katika soka la Afrika. Wewe pia ni miongoni mwa watu ambao muda huu unajiuliza ni kwa nini Morocco, ni kwa nini Senegal? Na kukumbusha tu, kwa makala nyingi zaidi tufuatilie hapa hapa ndani ya CWG Digital. Tutaendelea kukupa simulizi hizi. Kwa upande wa Senegal imewalamba, kwa upande wa Morocco bahati upande wao. Subscribe, like na kucomment. Hii ni CWG Digital.